Leo nina somo lingine. Kama ninavyopenda, mimi napenda kanisa letu tusiwe washirika tu. Mwingine unaweza kumuuliza, hivi wewe kanisani una huduma gani? Anasema mimi mshirika tu. Hapana. Tusingependa tuwe na washirika tu. Tunatamani kila mmoja kanisani awe mtumishi wa Mungu. Na hata kibidi kanisani tuitane mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Usimuite tu mtumishi, maana mtumishi anaweza kuwa hata wa serikali, si ni sawa? Kwa nini? Kwa sababu natamani kila aliyeokoka amtumikie Mungu. Mara nyingi nimekuwa nikisema hapa, hatukuokoka ili twende mbinguni kama watu wengine wanavyofikiria. Watu wengi sana ukiwauliza kwa nini umeokoka, anasema nimeokoka ili nisiende jehanamu, badala yake niende wapi? Mbinguni. Hiyo sio sababu. Sababu ya kuokoka sio ili twende mbinguni, sababu tangu tumeokoka tulishaenda mbinguni. Si bado tuko hapa. Tungeokoka twende mbinguni ni pale umeokoka tu tayari unaenda zako mbinguni. Ni mahali tunapokwenda baada ya kufanya majukumu. Kwa nini tumeokoka? Huwa ninasema ni kwa nini tumeokoka? Ili tumtumikie Mungu. Hebu mpe mkono, wape mikono hata watu wawili uliokaa nao, waambie umeokoka ili umtumikie Mungu. Geuka kwa mwingine, mwambie umeokoka ili umtumikie Mungu. Wathesalonike wa pili, waraka wa pili wa Paulo kwa Wathesalonike. Hapa ninakupa utangulizi kabla sijakuletea somo. Waraka wa pili wa Paulo kwa Wathesalonike, sura ya kwanza. Ni wa pili wa kwanza. Hapa macho yangu nayo. Ni waraka wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike, sura ya kwanza na mstari wa 9. Waraka wa kwanza kwa Wathesalonike, sura ya kwanza na mstari wa 9. Kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu. Ndiyo. Jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu. Ndiyo. Na jinsi mlivyomgeukia Mungu. Jinsi mlivyomgeukia Mungu. Mkaziacha sanamu. Kwa nini mumgeukie Mungu? Sababu za kuziacha sanamu. Sanamu maana yake kuacha uzinzi, kuacha ulevi, kuacha washerati, kuacha wizi, kuacha ibada za sanamu, kuacha ushirikina. Kwa nini tumeamua kuacha vyote hivyo? Ili kumtumikia Mungu aliye hai. Wa kweli. Ni ili tumtumikie Mungu aliye hai. Haleluya. Tumeacha mabaya, tumeacha dhambi ili tumtumikie Mungu aliye hai na wa kweli. Kama unanielewa vizuri sema amen. Paza sauti sema amen. Sikiliza niwaambie. Tuna majukumu mengi, kila mmoja na majukumu mengi. Sisi wachungaji, sisi maaskofu, tuna majukumu mengi. Na ninyi kila mmoja binafsi mna majukumu mengi. Wengine ni wafanya biashara, wengine mafundi wa kushona hapa, wengine walimu ninawaona hapa, wengine kazi hizi na zile. Kijana yule wa TRA, wengine wanajifunza udaktari, mwingine yule wewe umesema ni mambo ya mitambo ya simu, mambo ya minara ya simu. Unaona, wengine minara ya simu, wengine ni wanafunzi, wengine, yani kila mmoja ukimuuliza ana majukumu mengi sana. Lakini pamoja na majukumu mengi tulionayo, kuna majukumu ambayo lazima. Hebu sema lazima. Paza sauti tena, sema lazima. Kuna majukumu ya kimungu ambayo lazima tuyafanye. Lazima tuyafanye. Pamoja na majukumu mengi, ni lazima pia tukumbuke kumuomba Mungu.
Si ni sawa? Pamoja na majukumu mengi, ni lazima tujifunze neno la Mungu. Kama unanielewa sema amen. Katika majukumu mengi tulionayo, bado tunasaidiana. Tuna majukumu mengi, tunakutana kwenye vikao vya harusi, tunakutana kwenye vikao mbalimbali vya kijamii. Kwenye majukumu mengi tunajitolea kwenda kwenye misiba na kadhalika na kadhalika. Katika mambo ambayo ni lazima tuyafanye, ni pamoja na kuwaleta watu kwa Kristo. Pamoja na majukumu mengi mtuyonayo, lazima tuwalete watu kwa Kristo. Piga kelele sema amen. Sasa andika somo langu hapa. Umuhimu wa kila mwanakanisa kuleta watu kwa Kristo. Umuhimu wa kila mwanakanisa kuleta watu kwa Kristo. Umuhimu wa kila mwanakanisa kuleta watu kwa Kristo. Kuna sababu gani? Wewe umeokoka tayari. Kuna sababu gani? Kuna umuhimu gani wewe uwajibike kuwaleta watu kwa Yesu? Hili nimekuwa nikifundisha mara nyingi kwamba kila anayejua ameokoka, ili aonekane ni mtu wa faida ndani ya nyumba ya Mungu, lazima awajibike kwa ajili ya Mungu. Kama uwajibiki kwa ajili ya Mungu, maana yake unaifanya hata damu ya Yesu Kristo iliyokuokoa kwamba imepotea bure, ni hasara. Ndio maana kila mmoja wetu ameagizwa kuwaleta watu kwa Kristo, kuwashuhudia watu huko nje na kuwaleta kanisani. Sio ombi, ni lazima. Paulo anasema katika Wakorintho, tutasoma, Paulo amefika mahali anasema, ole wangu mimi nisipofanya nini? Kumbe hakuna wanaoelewa. Ole wangu mimi nisipoihubiri Injili. Naona kuna watu wengine hawaelewi. Inabidi kumbe tuweze kuonyesha hata baadhi ya maandiko. Tunaweza tukafikiri kwamba tuko pamoja, kumbe wengine tumewaacha. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto sura ya 9. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto sura ya 9 mstari wa 16. Waraka wa kwanza wa Paulo sura ya 9 mstari wa 19. Mstari wa 16. Biblia inasema, maana ijapokuwa na yubiri Injili, sina la kujisifia. Ndiyo. Maana nimewekewa sharti. Nimewekewa nini kanisa? Sharti. Ngoja, ili neno sharti, Paulo anasema mimi kuhubiri Injili nimewekewa ni sharti. Maana gani? Maana yake ni nini? Lazima. Imekuwa ni jambo la lazima. Ngoja nitafute kwenye Kiingereza cha rahisi cha Kiingereza kinasema hivi. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of. For necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel. Again? Yes. For the necessity. The necessity is laid upon me. The necessity is laid upon me. Yani ulazima. Hiyo ni necessity, si ni sawa? Ndio. Maana yake inatokana na neno necessary. Ulazima umewekwa juu yangu. Alafu anasema ole wangu, malizia. Biblia inasema ole wangu nisipoihubiri Injili. Ole wangu nisipoihubiri Injili. Sema amen. Paza sauti tena, sema amen. Hebu mpe mkono aliyekaa naye, mwambie ole wako usipoihubiri Injili. Maana ni lazima. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
kuwaleta watu kwa Kristo, kuhubiri injili na kuwaleta watu kwa Kristo ni ombi, ni lazima. Anayetulazimisha ni nani? Kristo mwenyewe, Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unaposema mimi Bwana naendelea tu na wokovu, haya mambo ya kuhubiri injili yanawahusu wainjilisti waliobarikiwa, yanawahusu sijui waimbaji, tayari unashindana na kusudi la Mungu mwenyewe. Na ndio maana Paulo akasema ole wangu nisipohubiri injili. Kila mmoja wetu aliyeko hapa, fika mahali kwenye roho yako jisikieni ole wako usipofanya nini? Usipohubiri injili. Ole wako usipowaleta watu kwa Kristo. Mafundisho ya namna hii sio rahisi kuyapata, maana makanisa yaliyo mengi wanakuambia njoni kuombe upate gari uende Ulaya na nini. Lakini mimi nasimama na neno lilo hai kwamba ole wetu tusipoihubiri injili ya kweli. Ole wetu tusipowaleta watu kwa Kristo. Ole wetu tusipowaambia watu waache dhambi na wamwamini Yesu. Itakuwa ni ole kwetu. Mstari wa 27 napo anasemaje? Ule mstari wa 27 verse 27. Mstari wa 27 Biblia inasema ndio, bali na utesa mwili wangu, na utesa mwili wangu. Kutumikisha. Lazima kama umeokoka tumikisha huo mwili. Isiwe nikisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Kama unanielewa vizuri sema amen. Amen. Pamoja na kuwahubiri wengine, wewe mwenyewe usiwe mtu wa kufanya nini? Kukataliwa. Wahubiri wengine na wewe mwenyewe sema hapa nilipo nina uhakika wa mbinguni. Amen. Hapa hata nikigongwa na fuso leo nina uhakika wa kuenda zangu kwa Baba. Amen. Nisiwahubiri wengine halafu mimi mwenyewe nikakataliwa. Amen. Mungu atusaidie, kanisa la Pentekoste Beroya. Mungu atupe neema hivi tulivyo kama parapanda Italia, tukaonana mawinguni kule. Ukigeuka unamuona Baba Sogo yule pale, ukigeuka unamuona Imelda yule pale, ukigeuka unamuona Daudi yule pale. Wote tuko mbinguni. Haleluya. Tunawahubiri wengine, alafu tukisha wahubiri sisi wenyewe tunajiangalia kwamba si watu wa kukataliwa, tuko sawa sawa. Baada ya utangulizi wangu huo, nikupe sababu. Niliandaa sababu 4 kwa nini tunapaswa kila mwanakanisa kuleta watu kwa Yesu. Kwa nini? Kwa nini mwanakanisa anapaswa kuleta watu kwa Yesu? Niliandaa sababu 4. Nisipozimaliza hakuna shida, maana sitaki kwenda kwa haraka. Sababu ya kwanza, tunapaswa kuwaleta watu kwa Kristo kwa sababu watu wengi wamepotea. Tunapaswa kuwaleta watu kwa Kristo kwa sababu watu wengi wamefanya nini? Wamepotea. Luka alipoandika Injili sura ile ya 15, ile sura ya 15 ya Injili aliyoandika Luka ina aya 32. Na katika sura yote ile kuna mifano mikubwa 3. Mfano wa kwanza alizungumzia kuhusu kondoo aliyepotea, kwamba mtu alikuwa na kondoo 100, kondoo mmoja akapotea, akawacha 99, kaenda kumtafuta mmoja aliyepotea akamleta. Hiyo ni kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa ngapi? Wa 7. Tunaona mfano kondoo aliyepotea. Kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 10 tunaona habari ya shilingi iliyopotea. Shilingi iliyopotea. Mama mmoja alikuwa na shilingi 10, ikapotea shilingi 1. Akawasha taa, akafagia nyumba nzima, anatafuta shilingi 1 kati ya shilingi 10. Niliwahi kufundisha ile shilingi 1 ilikuwa na maana gani? Mnakumbuka? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba shilingi 1 ilikuwa inawakilisha mwaka mmoja wa huyo mtu kuwa kwenye ndoa. Kwenye ndoa yake. Kwa maana kwamba kanuni ya Wayahudi, mke akiolewa akimaliza mwaka, mme anampa shilingi
kama CV. Kwa hiyo alikuwa anachukua kamba anatundika pale kwenye ukuta kuonyesha kwamba nimemaliza mwaka. Kwa hiyo kufikisha shilingi 10, maana yake alikuwa na miaka 10 kwenye ndoa, ambapo wale wenye shilingi 6, shilingi 7 wanaona huyu ni mkongwe anatuzidi. Sasa kupoteza shilingi 1 maana yake ni mwaka mmoja wa ndoa wa CV yake umepotea. Kwa hiyo alilazimika kuitafuta kwa bidii, na tunaona alipoipata ile shilingi 1 alifanya sherehe, kawaita watu majirani, njoni mfurahi pamoja nami kwa sababu shilingi yangu iliyokuwa imepotea imefanya nini? Imepatikana. Mfano wa 3 ni kuhusu mwana mpotevu, kuanzia mstari wa 11 hadi mstari wa 32. Tunaona habari ya mwana mpotevu. Mdogo alimuomba baba yake, nipe mali inayoniangukia niende zangu. Kaenda, tunaelewa hiyo habari. Lakini kule alikokimbilia maisha yakawa mabaya, akatamani kurudi kwa baba yake. Baba yake alipomuona akamfanyia sherehe, akasema, mwanangu huyu alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Kama unanielewa vizuri sema amen. Ina mifano mingapi? Naomba mnikumbushe. Mfano wa kwanza, kondoo aliyepotea. Kati ya kondoo wangapi? 100. Mfano wa pili, shilingi iliyopotea. Kati ya shilingi ngapi? 10. Mfano wa 3, mwana mpotevu. Kati ya wana wangapi? 2. Na mara zote hii mifano ilipokuwa inatolewa, Yesu alipokuwa anatoa hii mifano, alikuwa anaishia anasema, ndivyo ilivyo furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja akiokoka. Hebu tusome ule mstari wa 8. Sura 15 hiyo ya Luka, mstari wa 8. Mstari wa 8 Biblia inasema, au kuna mwanamke gani mwenye, naombeni Soma mstari wa 7. Soma mstari wa 7. Mstari wa 7, nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni. Kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, ndio, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Sikiliza niwaambie, mifano hii ya kupotea kwa kondoo, mfano wa kupotea kwa shilingi, mfano wa kupotea kwa mwana mpotevu, kunaonyesha kwamba wenye dhambi wote mbele za Mungu wanaonekana wamepotea. Na kama wamepotea, tuna wajibu wa kuwafuatilia, wa kuwatafuta, tuhakikishe tumewaleta kwa Yesu. Amen. Kama unanielewa vizuri, paza sauti yako, sema amen. Amen. Mtu mmoja tu akiokoka, Biblia inasema iko furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja akifanya nini? Akiokoka. Iko furaha mbinguni. Hebu nataka niwaulize, je, malaika mbinguni wanashangilia tukinunua gari? Hapana. Malaika mbinguni wanashangilia tukioa au kuolewa? Hapana. Malaika mbinguni wanashangilia tukipata fedha nyingi tukaweka benki? Hapana. Malaika mbinguni wanashangilia tukawa na afya nzuri, vitambi vikaonekana? Hapana. Wanashangilia kwa ajili ya nini sasa? Mtu mmoja akiokoka. Maana yake huyu mtu mmoja ni wa thamani kuliko vyote unavyoweza kufikiria. Amen. Yeye ni wa thamani kuliko harusi yako. Amen. Yeye ni wa thamani kuliko afya yako. Amen. Yeye ni wa thamani kuliko wewe kupata gari. Amen. Wewe ni wa thamani kuliko wewe kwenda Ulaya. Amen. Maana mtu mmoja anapookoka, mbingu zinataharuki, mbingu zinashangilia, mbingu zinafurahi kwa sababu ya mwenye dhambi mmoja aliyeokoka. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza, tuelewe wazi ya kwamba mtu huyu ambaye amepotea, kama shilingi iliyopotea, kama kondoo iliyopotea, kama mwana mpotevu, akifa katika dhambi zake, Biblia inatuambia lazima aende motoni. Unanisikia anachokiongea?
Biblia inasema katika Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Hatutasoma. Inasema mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Naomba turudie wote, 1, 2, 3. Mshahara wa dhambi ni mauti. Turudie tena. Mshahara wa dhambi ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele ulio katika Kristo Yesu. Haleluya. Kwa maana nyingine, mtu kishaokoka, dakika ile ile ulipoamua kuokoka, ndani yako uliingia uzima wa milele. Na ndio maana Biblia inatuambia ndani yetu tunao uzima, tena ni uzima wa milele. Lakini ndugu zetu, marafiki zetu, majirani zetu, wafanyakazi wenzetu ambao hawajaokoka, ndani yao wana uzima, maana yake ndani yao wana mauti. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Na niseme wazi, hata kama ni Mkristo na sali, hata kama unashiriki meza ya Bwana, hata kama unatoa zaka, hata kama unafanya mambo mazuri, unafanya huduma kanisani, lakini unaishi na dhambi, matokeo yake ni nini? Mauti. Ndio maana tukisema tumeamua kuokoka, tumaanishe kuokoka. Narudia kusema tena, ukisema umeamua kuokoka, maanisha kuokoka. Amen. Usiwe mara huku mara kule, maanisha kwenda mbinguni. Amen. Kwenda mbinguni ni kujikana. Amen. Yesu anasema mtu akiamua kubeba msalaba wangu na jitwike, mtu akiamua, mtu yote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, alafu aubebe msalaba wake afuate. Yes. Fika mahali jikane. Amen. Sema mimi kweli najua haya ni matamu, yale ni mazuri, yale yana raha, yale ni burudani, lakini mimi kwa kuwa nimeokoka naamua kuachana nayo. Sinywi pombe tena. Amen. Sifanyi uzinzi tena. Amen. Sitapeli tena. Amen. Sisemi uongo tena. Amen. Nimeamua kuwa mtakatifu. Jikane. Yes. Ndipo mfuate Yesu. Piga kelele, sema amen. Amen. Lakini kama tutaishi na vikorokocho, tukawa kanisani wajanja, wasanii, watu wanaotumia tumbinu, tutekniki, uongo twingi, tutawaleta wengine wataokoka, lakini sisi wenyewe kuingia hamna kuingia. Ndio lile Paulo anasema, nisiwahubiri wengine, mimi mwenyewe nikawa kufanya nini? Wakukataliwa. Haipendezi ufanane na kibao cha shule. Mama Rebeka, wewe unafundisha kule Kariakoo, ni Kariakoo? Ulishahama kule. Shule yenu ina kibao. Shule gani? Mivumoni. Huko Mivumoni. Shule ya msingi Mivumoni. Kazi yake ni kuelekeza wanafunzi waende, chenyewe miaka hata 20 hakiingii darasani. Kazi yake kuelekeza wengine. Madarasa haya huku shule ni hii hapa, lakini chenye kimeng'ang'ania pale. Usiwe kama kibao cha shule ambao unawaelekeza wengine, mbinguni ni huku, mbinguni ni huku, mbinguni ni huku, lakini wamekomaa pale kwenye uongo, pale kwenye uzembe wa mambo ya rohoni. Lazima tufike mahali tujikane. Amen. Tufike mahali tubadilike. Amen. Tuseme tumemaanisha kwenda mbinguni. Amen. Na mimi niwaambie kweli, hata nikifika mbinguni nikiulizwa na Yesu, Fredi, umewaambia watu ukweli? Utasema yote ulionipa nimesema. Mimi sio mmoja wa wachungaji wajanja, no. Nikiona umepinda na kuambia nyooka hapa. Ndio. Na mimi napenda nione washirika wangu tunaenda wote mbinguni. Amen. Niliwaambia kuna watu wamenishawishi na mimi nitumie mbinu fulani za kupiga hela. Na mimi ningekuwa napiga hela, ningekuwa na hela kweli kweli, na kutabiria hela zinatoka. Lakini nimesema no, sijaitiwa hili. Nimeitiwa kuwapeleka watu mbinguni. Amen. Kwa hiyo unapowahubiri wengine wamjue Yesu, wamwamini Mungu, wewe mwenyewe hakikisha uko sawa sawa.
Kwa hiyo watu wengi wamepotea, na waliopotea wote sehemu yao ni katika ziwa la moto. Piga akili, una ndugu wangapi hawajaokoka kwenye familia yenu? Hebu piga akili, una marafiki wangapi hawajaokoka? Wachache, wengi? Piga akili, kule unakoshinda, kama ni kwenye biashara, kama ni kazini kwako, wangapi hawajaokoka? Wengi, wachache? Una jukumu gani na wale watu? Kwa sababu kama unaishi na watu ambao hawajaokoka, Biblia inasema ya kwamba damu ya watu wale nitaitaka mikononi mwako. Wewe unafanya biashara sokoni, wewe unafanya na watu kazi ofisini, wewe ni mwalimu, unafundisha na walimu wengine, unakauka uambie habari za Yesu, washawishi waje kwa Yesu waokoke, unakaa tu unaongea habari ya mpira wa Simba na Yanga. Biblia inasema damu ya watu wale unaoshinda nao na uambie habari za Yesu nitaidai mkononi mwako. Sasa ili tusidaiwe, tuambie Yesu anakupenda. Mwamini Yesu okoke. Badilisha njia zako, acha dhambi, geukia kwa Mungu. Kama unanielewa vizuri, piga kelele, sema amen. Amen. Luka sura ya 19 mstari wa 10. Sikiliza Biblia inavyosema. Luka 19 na mstari wa 10. Ndiyo, nasema nini? Luka 19 na mstari wa 10, Biblia inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Haleluya. Amen. Hebu tuseme wote, kwa kuwa mwana wa Adamu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kilichopotea maana yake ni wenye dhambi. Si tunaelewana vizuri? Amen. Yesu Kristo kuacha mbingu, akaja kazaliwa horini, akaishi kama mwanadamu. Hakuja ili amiliki majumba, hakuja ili amiliki magari. Biblia yangu inaniambia amekuja kwa ajili ya waliopotea. Amekuja kutafuta na kisha wapata awaokoe wale waliopotea. Na Yesu Kristo anasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Kama sisi tunajifunza kwa Yesu, tuna wajibu wa kutafuta waliopotea. Kuna anayenisikia hapa? Nasema kila mmoja wetu ana wajibu wa kutafuta waliopotea. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuwaleta watu kwa Yesu. Amen. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuwaleta marafiki, ndugu, majirani, marafiki waje kanisani. Amen. Tumia mbinu yoyote walete nyumbani mwa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Yohana 3:16 tunaimbaga aya kwa moyo, hata watoto wanajua. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata mwanae pekee. Huyo mwanae wa pekee ni nani? Yesu Kristo. Ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kumbe waliopotea hawana uzima wa milele. Mungu hataki kuona watu wanapotea. Anataka kuona kila mmoja anakuwa na uzima wa milele. Amen. Na sisi tusingefurahia kuona watu wanapotea. Amen. Unakuwaje Mkristo, unasali kanisani mwezi mzima, haujaleta hata mtu mmoja? Ni hasara. Ni nini? Hasara. Ni nini? Hasara. Hebu mpe mkono aliyekaa naye, muangalie usoni, mwambie kama wewe hujawahi kuleta mtu kanisani ni hasara. Kama wewe haujawahi kuleta mtu kanisani ni hasara. Lazima ujitume kuleta watu kwa Yesu. Lazima ujitume kuleta watu kwa Yesu. Piga kelele, sema amen. Amen. Wako watu wengi waliopotea huko nje. Ndio. Toka hapa ni Jumapili hii tuko kwenye ibada. Nenda sokoni hapo, unakuta watu wamejaa hawajaenda kanisani. Ndio. Na hawana mpango wa kwenda kanisani. Hawasali. Si Waislamu, si Wakristo, wapo tu. Tuna wajibu, tuna kazi ya kufanya.
Amen. Kazi yetu sio kutafuta pesa tujenge majumba. Kazi yetu ni kuokoa hizi roho tuzilete kwa Kristo. Amen. Kila mmoja wetu, mama na mama mwenzake, baba na baba mwenzake, binti na binti mwenzake, kijana wa kiume na kijana wa kiume mwenzake. Hata kama tungeamua Jumapili, hakikisha kila mmoja anakuja na mtu kanisani, yani na unakaa naye, viti vyote vingejaa watu. Si kweli? Ndio. Kwa nini viti havijai? Ni kwa sababu wewe unafurahia kuja kanisani peke yako, na mwingine anakuja anaacha na watoto wake nyumbani, mwingine amekuja mme wake kaacha huko ajui aliko. Ni hasara. Pole sana. Tunahitaji tubadilike. Ninawakwaza au mnanipenda? Mnafurahia Injili? Neno la Mungu ni upanga ukatao. Sio maji baridi ya kupoza kwamba pokea, amen, pokea, amen, pokea mme, amen. Hivi kienyeji tu. Unapokea tu. Mwisho utapokea na visivyopokeleka. Mtu anasimama madhabahuni, pokea, mwingine amen, pokea. Pokea nini sasa? Siketi pokea magari, showroom zile wanatafuta wateja, wewe upokee bure tu. Wewe nani? Pokea mke. Mimi na kabinti kangu kahepi, utakapokea hivi bila kuleta hela. Tutaelewana na kung'oa meno ya sebuleni. Hamna pokea hapo, lazima tuelewane kwanza. Tukae vikao. Haleluya. Hiyo ya pokea, amen. Haipo hiyo, ni udanganyaji hiyo. Ni utapeli makanisani. Lazima tufanye kazi. Ndio. Lazima tuwajibike. Ndio. Na ili kupokea baraka za Mungu, wajibu wetu, tunafanya kazi ya kuwaleta watu kwa Kristo. Amen. Kila mmoja wetu aone huu ni wajibu nimepewa. Ndio. Na kukumbusha, hatujaokoka ili twende mbinguni. Ndio. Tumeokoka ili tufanye kazi ya Mungu. Amen. Tumeokoka ili tumtumikie Mungu. Amen. Na kumtumikia Mungu. Sasa wewe upo kanisani, kwaya hauimbi. Ndio. Zaka zenyewe kutoa mbinde. Ndio. Sadaka ukitoa 500 au buku. Ndio. Kanisa hufaji. Chochote kile hufanyi. Na kuleta watu kwa Yesu huleti. Sasa wewe si uko ICU tu ya kiroho. Uko ICU. Nataka nikukumbushe mchana wa leo. Ndio. Kuna watu wengi wamepotea. Ndio. Wanahitaji waje kwa Kristo. Amen. Mungu alimtuma mwana wake wa pekee ili kila anayemwamini asije akapotea. Amen. Mungu anataka wawe na uzima wa milele. Amen. Mungu anatamani pasiwepo anayepotea. Amen. Majirani zetu wasipotee. Amen. Marafiki zetu wasipotee. Amen. Ndugu zetu wa damu wasipotee. Amen. Wale tunaosoma pamoja wasipotee. Amen. Tunaoshinda nao kazini wasipotee. Amen. Badala yake wawe na uzima wa milele. Haleluya. Amen. Basi tuseme hivi, huna uwezo sasa wa kushuhudia. Labda mdomo wako ukiufungua unaona kama unajitafuna ulimi. Haya, toa hela sasa watu wakahubiri. Fanya nini? Support wa injilisti. Sikiliza nikwambie, kuna faida pia. Wewe hujaenda, lakini unaposupport injili, kama vile mlivyokuwa mmetoa pesa nikahubiri injili, maana yake pale tulikuwa tumeenda wote. Mnanielewa? Hii ni siri, mimi niliigunduaga miaka mingi sana. Najua siwezi kwenda nachukua pesa nampa mtu, akiletea ushuhuda kwamba wameokoka watu 10, najua mimi sikosi wawili wa kwangu. Thawabu ipo kwa sababu nimesaidia kazi ya Mungu kwenu. Wewe kusapoti injili, husapoti kuwaleta mwenyewe, huleti kushuhudia, ushuhudii. Sasa wewe nini sasa? Warumi, fungua kitabu kinaitwa Warumi sura ya 10. Tuangalie mstari wa 14. Warumi sura ya 10 mstari wa 14. Biblia inasema nini? 10:14. Twende pole pole tu ili na wengine wapate. Warumi 10:14. Biblia inasema,
Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Watamwaminije Yesu kama hawajasikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Jamani, watasikiaje pasipo mhubiri? Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Watamwaminije wasiposikia? Na watasikiaje pasipo mhubiri? Nataka niulize, ni nani ana wajibu wa kuhubiri ili watu wasikie habari za Yesu? Nionyeshe nani ambaye watu wanapaswa kumsikia ili waje nyumbani mwa Bwana. Mimi hapa. Ni nani anatakiwa kueleza habari za Yesu kwa watu waliopotea? Mimi hapa. Sema, ni wajibu wangu kuwaleta watu kwa Yesu. Ni wajibu wangu kuwaleta watu kwa Yesu. Kila mmoja fanya kidole hivi. Naona wengine wananikaushia. Mimi hapa sichezi, niko kazini. Sema, ole wangu mimi. Ole wangu mimi. Nisipoihubiri injili. Nisipoihubiri. Ongeza sauti, ole wangu nisipoihubiri injili. Ole wangu nisipoihubiri injili. Piga kelele, sema amen. Amen. Kwa nini ni ole? Kwa nini Biblia inasema ole usipoihubiri injili? Ni kwa sababu hii. Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza na wa pili. Mimi ni mzabibu wa kweli. Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza na wa pili. Ule mstari wa pili ndipo nalenga. Yohana 15 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema, ndiyo, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Yesu ni mzabibu wa kweli. Na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Kila tawi lisilozaa linaondolewa. Tawi ni watu gani? Ni Wakristo, watu waliookoka. Sisi ni matawi, tumeshikana na mzabibu, si ni kweli? Ndio. Na Yesu anasema kila tawi lisilozaa linafanya nini? Analiondoa. Linaondolewa kwenye mzabibu. Maana yake unakatwa, unaachana na Yesu. Yesu hataki watu ambao hawazai matunda. Yesu anataka ukiwa tawi, onyesha matunda. Ukiwa tawi, zaa. Na kila tawi lizaalo ulisafisha ili izidi kuzaa. Jamani, ungependa uzae au usizae? Uwe tawi linalozaa au tawi lisilozaa? Mshike mkono uliyekaa naye, mwambie uwe tawi linalozaa. Uwe tawi linalozaa. Mwambie usipozaa, usipomzalia Yesu matunda unakatwa. Usipomzalia Yesu matunda unakatwa. Piga kelele, sema amen. Piga kelele tena, sema amen. Amen. Kila tawi lizalo linasafishwa ili lizidi kuzaa. Unajua, kumbe unapoanza kuwaleta watu kwa Yesu, Yesu anaendelea kukusafisha ili uzidi kufanya nini? Lakini kama unaonekana wewe upo tu, yani kama vile Yesu anasema huyo tupilia mbali. Niliwahi kuwauliza swali hapa. Una kuku wawili, yote majike. Anakuja mgeni, kuku mmoja anataga mayai, anatotoa vitoto 20. Kuku mwingine akitotoa mayai ni haya mawili au moja, alafu anakula mwenyewe. Si mnajua kuna kuku anakulaga mayai mpaka wafugaji anaenda anachoma ule mdomo. Anafika mgeni, mnaheshimiana, utachinja kuku yupi? Mwenye mayai ndio unachinja? Yule ambaye anakula mayai, ambaye hana faida, huyo anasema mtoto kimbiza. Kuku gani? Yule wa njano yule ambaye anakulaga mayai, kimbiza. Unakataa mitani nini? Kama shemeji yangu wanamuuliza nini, anasema nyamazeni, shemeji humo ndani. Wanakimbiza kuku upate kisu, shingo inakatwa. Kwa nini? Hauna faida. Sikiliza niwaambie siri. Kuna ulinzi wa Mungu. Mungu anapokuona wewe ni mwenye faida ndani ya nyumba yake, anakuwekea ulinzi, maana kazi yake wewe unahusika. Lakini unapoonekana upo tu, ni Mkristo wa kuingia na kutoka, wa kuongeza idadi, kwamba leo tulikuwa na vichwa 20,
Yaani wewe ni wa kuchinjwa. Wakiingia wageni hodi, tunaanza kukuangalia wewe. Hebu niulizie mwenzako uliyekaa naye, uko tayari kuzaa usichinjwe? Uko tayari kuzaa usichinjwe? Maana yake usipozaa unaondolewa kwenye mzabibu. Si ndivyo Biblia inasema? Usipozaa unaondolewa, lakini ukizaa unaboreshwa. Ukizaa unasafishwa. Ukizaa unatengenezwa. Hata mwanamke ambaye anazaa watoto, kuna wakati unakuta anakula vya ziada kwa sababu ana watoto pale. Lakini mama amekaa miaka 20, hata mimba ya kuporomoka haimo, anakaye mwenyewe mguu mmoja nje, mwingine ndana 20 nizitume kabisa kijijini. Maana pengine sijui kitakachotokea kesho. Kuzaa ni faida nikwambie. Na kuzaa kiroho ni jambo la maana nikwambie. Kama kuna naye nielewa aseme amina. Yesu Kristo anataka washirika wazae. Wakristo waliokoka wazae watoto wa kiroho. Tuwalete watu kwa Kristo. Usifurahie kuja kanisani mwenyewe. Hakikisha kila Jumapili unatafuta watu unawaleta. Na sio kuwaleta unawaacha. Unawafuatilia mpaka wakomae waimarike kwenye wokovu. Leo sitaki kuuliza ni nani alileta mtu hapa kanisani. Sitaki kuuliza hilo swali. Lakini iko siku nikipata neema ya Roho Mtakatifu nitauliza walio ambao walishaleta watu kanisani, simameni. Na mkisimama na kuambia na kuuliza umemleta nani, nitakuwa na daftari hapa la washirika wote. Wewe ulimleta nani? Mimi nimemleta fulani. Wewe nakwambia njoo mbele. Wewe ulimleta nani? Ulimleta. Ole wako usimame na uliyemleta hayupo hapa. Ole wako. Bora unabaki unakaa tu. Hakikisha unafuatilia, unahakikisha yuko nyumbani mwa Bwana. Watumishi wa Mungu usema amina. Tumeelewa vizuri kwamba watu wengi wamepotea. Na wenye wajibu wa kuwahubiria habari njema ni sisi. Twende point yetu ya pili sasa. Sababu yetu ya pili. Nitamaliza na sababu ya pili tu. Ya tatu na ya 4 nitafundisha siku nyingine. Andika sababu ya pili. Tunahitaji kuwaleta watu kwa Kristo kwa sababu Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Andika namna ile. Tunatakiwa kuwaleta watu kwa Kristo kwa sababu Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Wako wengi waliopotea, lakini Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3. Waraka wa pili wa Petro sura ile ya 3. Tusome mstari wa 9. Waraka wa pili wa Petro 3 na mstari wa 9, Biblia inasema, Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani. Ngoja nisome tena. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia. Ndio. Bali kuvumilia kwenu. Maana hapendi mtu yeyote apotee. Hapendi mtu yeyote apotee. Bali wote waifikirie toba. Wangapi wafikirie toba, watumishi wa Mungu? Wote. Wote wafikirie toba. Mungu hapendi kuona mtu yeyote anapotea. Mungu anahuzunika sana anapokutazama unashinda na watu na uambie habari za Yesu. Mungu anahuzunika sana, anaona uko bize na kazi, na wale unaoshinda nao kazini, wale unaokutana nao uambie habari za Yesu. Mungu anahuzunika mno, kwa sababu yeye hapendi mtu yoyote apotee. Na mtu yule ambaye ana roho wa Mungu ndani yake lazima uone kama Mungu. Usipende kuona mtu yoyote anapotea. Tufurahie kuona mtu anafikiria toba.
tuone watu wanakimbilia wokovu, tuone watu wanatamani kutubu. Jina la Bwana libarikiwe. Piga kelele, sema amen. Kuna kijana mmoja ambaye ananiita baba, hasali hapa. Ila niwahi kuabudu hapa miaka ya nyuma, kutoka Kigoma huko, alikuja kunitembelea, akawa nakaa anasali hapa kama kwa miezi 2-3 hivi sikumbuki. Baadaye akarudi akaendelea na masomo. Sasa ni nesi hapa Temeke, na amekuja kusoma masomo ya shule ya Biblia hapa, kamaliza. Ananiita baba na anasema mimi ni mshirika wako. Juzi yeye kule hospitalini anafanya bidii kushuhudia. Yaani hata wampe dawa, wafanye nini, anamwambia Bwana, matatizo mengine mtangulize Yesu. Uko tayari ni kuombe? Kwa hiyo mpaka mkuu wa hospitali anamwambia Benezet, anaitwa Benezet, uko tayari uona tuombea hata sisi wafanyakazi? Yaani yeye yuko busy pamoja na kazi, lakini yuko busy kuombea wagonjwa wale wanaokuja hospitalini. Na unajua mgonjwa kule hospitalini, nenda Mwananyamala, nenda wapi, mgonjwa kibanwa na ugonjwa, hata we Muislamu ukimwambia ni kuombee hakatai. Mimi nilienda, wakati ameniambia nilimuombea. Nisiruke kwanza, ngoja niende hivi. Katika kule kuhubiri kwake kule hospitalini, akaja mgonjwa wa ajabu. Figo zimekufa, moyo hauko sawasawa, mwili umeumuka kama puto. Yaani akasema sijawahi kuona mgonjwa wa hivi. Hospitali ya Temeke wakasema huyu hawezekani, kimbizeni mara moja Muhimbili. Wakamkimbiza Muhimbili, lakini kabla hawajamkimbiza kumwambia Bwana, nipe namba yako ya simu, uko tayari tukuombee? Sisi tunaweza tukakuombea na haya matatizo yakaisha. Yule mama akajikoki, akasema mimi mkiniombea nikapona, natoa kiwanja kijengwe kanisa. Pale pale yule kijana kufanya kosa, akashika simu akasema, baba, hapa kuna mgonjwa, yani yuko hoi, dakika yoyote anakata roho, naomba umuombee, na ameahidi akipona anatoa uwanja wa kujenga kanisa. Nikasema hawa si ndio tunawataka? Hawezi kuongea, hafungui macho, haelewi chochote, yuko ndugu yake, dada yake. Sasa wakati huo kisha pelekwa Muhimbili, nikamwambia huyo Benezet, weka mkono, mwekee simu tu kwenye sikio, hata kama hawezi kuelewa. Nikaomba. Tulikuwa na mzee wa kanisa hapa ofisini, wakati namuombea ile nasema amen, nikasikia nikasema ameanza kuongea. Nikasema uponyaji tayari. Nilileta hapa kanisani, nikawaambia jamani, tumuombee neema. Mnakumbuka? Ilikuwa ni Ijumaa ile, ilikuwa Jumatano, nikasema tumuombee neema. Sasa hivi niwape habari njema, haleluya. Kupitia Benezet aliyemshuhudia huko hospitali ya Temeke, akumuonea haya Yesu, amemtaja Yesu hata kama hajui ni dini gani. Yule mama alikubali kuokoka, na leo hivi amepona tayari. Mimi mwenyewe nilipigiwa simu, tayari mgonjwa amepona, njoo mchukue mpeleke nyumbani. Tulienda na Samsoni, tukamchukua tukampeleka Buza, ndani Buza huko Yombo Buza. Na jana ujuzi kanipigia simu, anasema yule mgonjwa mbona anaendelea vizuri. Siku ile tunampeleka Buza, akanipa hati ya kiwanja. Hati ya kiwanja. Akasema hiki kiwanja kiko huko Bagamoyo, hati tayari 20 kwa 20. Kuangalia namna kijiji kinaitwa Mwavi, ukipita Kidomole. Kuangalia hapa ni tuma milioni kadhaa. 20 kwa 20 ni hela ndefu ujue.
nikaona karibu milioni 2 sadaka hiyo katoa. Nikasema asante Yesu, ninacho. Lakini wanasema lazima waje hapa washuhudie, na mimi nimewaambia njoni mshuhudie makuu ya Bwana aliyoyatenda. Lakini fikiria, mpaka tumefikia hatua hiyo, aliyetuunganisha ni nani? Si Benezet. Mungu anatafuta watu kama Benezet. Mungu anatafuta watu ambao hautaki kutumia elimu, hautaki kutumia nguvu zako, maneno tu, ongea tu. Haya maneno yataleta mabadiliko. Sema amen. Kule kuongea kwako kutaleta mabadiliko. Kwa nini? Mungu hapendi kuona mtu yoyote anapotea. Anataka kuona watu wote wanafikiria toba. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza, kuna watu wengine anaamua kufanya hivi, kazi yake ni kwenda kufanya msako nyumba kwa nyumba. Hodi, karibu, mimi ni mtumishi wa Mungu. Naenda umevaa vizuri, lakini vaa vizuri, sio yebo yebo. Vaa kiatu vizuri, funga na kamba, chomekea, funga mkanda vizuri, jipake hata tumafuta. Nywele weka vizuri. Sio nywele umenyoa huku na huku, hapo kaweka mstari anasema kibaka huyu. Nenda kwa muonekano wa utumishi. Jamani, si mnaona mimi ninavyofanana? Mtu utasema mimi kibaka kweli? Si mmoja wa wabunge tu kawaida. Kama vile tumetoka kupata mgao bungeni. Nenda getini, piga namna hii, sema mimi ni mtumishi wa Mungu, nakuja kuuliza hapa kama kuna mgonjwa au mwenye shida yoyote, nimfanyie maombi tu bure. Usidai hela. Ukiweza kusema kuna malipo tayari, wako kufukuza watakufukuza, wewe ondoka. Si Biblia inasema nyumba yoyote wasipokaribisheni fanyeni nini? Kunguteni miguu, ondokeni, nenda nyumba nyingine. Hodi, karibu. Jamani, mimi ni mtumishi wa Mungu, nimesikia mzigo leo nitembelee mtaani kwenu, nimemleta Yesu. Kama kuna mgonjwa au mwenye shida yoyote, niko tayari kumuombea bure, alafu niondoke zangu. Hutakosa katika nyumba 10, hukose hata 2 jamani, ambao utakwambia njoo, kuna mgonjwa muda mrefu, au baba mwenye nyumba mwenyewe kisukari kilishamtafuna. Unasemaje? Uende ulaze mkono tu pale, Baba nithibitishe neno lako, mponye kisukari na presha zikauke kwa jina la Yesu. Si unajua jina la Yesu likishatajwa ndio kila kitu. Huyu baba akapona kisukari, akapona presha, atakusahau. Na unawaambia jamani, kabla sijaondoka, mkinihitaji au mnahitaji ushauri, naacha namba zangu za simu. Wewe ondoka zako. Unaweza kushangaa tete 500 zimedondoka kwenye simu. Wewe nani? Anasema yule mgonjwa uliyemuombea anatoa sadaka yake ya shukrani. Na akitoa 500, 50 unaleta madhabahuni ya zaka. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Tuna wajibu, hii ndio kazi tulionayo. Watu wengi wanafikiri hii kuimba na kucheza ni jambo jema sana na ni la baraka sana, sababu tunacheza kwa kuwa tumewekwa huru. Lakini tusiishie pale, twende tukawatafute waliopotea, kwa sababu Mungu hapendi kuona mtu yeyote anafanya nini? Amepotea. Angalia waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 mstari wa 3. Waraka wa 2 sura ya 2 mstari wa 3, Timotheo. Niende haraka nimalize. Waraka wa 2 wa Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 mstari wa 13. Sura ya 2 mstari wa 3 na 4, wa 3 na 4. Biblia inasema, ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Nafikiri sio hapa. Twende Mathayo 18. Maandiko tu yenyewe yako mengi, kisahau moja linakuja lingine. Mathayo 18 mstari wa 14, nayo inasemaje? Biblia inasema, hivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni, ndio, kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee.
apotee. Haipendezi mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu sema haipendezi mbele ya Mungu. Haipendezi mbele ya Mungu. Kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Mnakumbuka watoto wa mwana mpotevu walikuwa wangapi? Wawili. Aliyekuwa amepotea ni yupi? Mkubwa, mdogo? Mdogo. Unajua katika ulimwengu wa roho yule aliyeokoka ni mkubwa, yule aliyepotea ni mdogo. Hii ndio ulimwengu wa roho. Katika mwana mpotevu alikuwa ni mdogo, ndiye aliyepotea. Mwana mpotevu akaenda huko mbali kama mdogo, mkubwa amebaki na baba yake. Katika ulimwengu wa roho wewe uliyeokoka ni mkubwa, yule ambaye amepotea ni mdogo. Na Yesu anasema haipendezi mbele ya Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Mungu hapendi kuona yeyote katika wadogo anapotea. Kama unanielewa vizuri sema amen. Amen. Ongeza tena sauti, sema amen. Amen. Ngoja nimalizie hivi, kwa sababu Mungu hapendi kuona mtu anapotea. Kila aliyeokoka, unapotubu tu unasema Yesu niokoe, damu ya Yesu kwa kusafisha, Mungu anaweka huduma fulani ndani yako. Kuna huduma ndani ya kila mtu aliyeokoka. Hata kama sio mchungaji, hata kama sio mwalimu wa neno, hata kama hujasoma shule Biblia, hata kama hujui kuomba sana na hujui maandiko, nikwambie Mungu anaweka huduma ndani yako. Amen. Kuna huduma inayodumbukia ndani yako. Amen. Piga kelele, sema amen. Amen. Unaijua huduma ambayo unapewa baada ya kuokoka? Waraka wa pili kwa Wakorinto. Waraka wa pili kwa Wakorinto, nataka nimalize pale. Sura ya 5. Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto, sura ya 5. Tusome mstari wa 19 na mstari wa 20. Hii mistari miwili inatosha. Biblia inasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, ndio asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yenu neno la upatanisho. Hebu tuseme wote, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mpe mkono aliyekaa naye, mwambie unalo neno la upatanisho. Unalo neno la upatanisho. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Neno la upatanisho liko wapi? Sikiliza, sio lazima ufungue Biblia usome maandiko. Hata ukimwambia mtu Yesu anakupenda, acha dhambi, mgeukie Yesu. Kwa Yesu kuna raha. Maneno mepesi tu yanaweza akambadilisha mtu akaokoka. Neno la upatanisho liko ndani yako. Unapomwona mwenye dhambi na uko sawasawa, utasikia tu kitu fulani cha kumwambia, na unapomwambia kile kitu kinaweza kaleta mabadiliko katika maisha yake. Kama unanielewa vizuri sema amina. Mstari wa 20 hapo anasemaje? Mstari wa 20 Biblia inasema, basi tuwajumbe kwa ajili ya Kristo, ndio kana kwamba Mungu anaishi kwa vinywa vyetu. Anasihi kwa vinywa vyetu. Hebu subiri kidogo. Biblia inasema tuwajumbe kwa ajili ya Kristo. Katika tafsiri ya Kiingereza inasema we are ambassadors for Christ. Ndivyo imesema na huko kwa Biblia yako. Ndio, now then we are ambassadors for Christ. We are ambassadors for Christ. Sisi ni ambassadors. Ni nani kwa Kiswahili? Balozi. Mabalozi. Haleluya. Amen. Sisi ni mabalozi wa Yesu. Na hakuna anayenielewa. Nasema PCCT Beroya ni mabalozi wa Yesu. Amen. Sisi tulioko hapa tuliokoka ni mabalozi wa Yesu. Amen. Wewe unapomsihi mtu kuokoka, ni Mungu anamsihi. Biblia inatuambia Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Si ndivyo tumesoma hapo? Msomaji? Ndio. Biblia inasema au unachanganya utanipotezea mtiririko. Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Sisi tunaposema ni Mungu amesema. Kama unanielewa sema amina. Amen. Unapozungumza wewe, unapomsihi mtu, ni Mungu yuko anamsihi yule mtu. Endelea kusoma. Kwamba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu.
Kuna mahali ambapo anatuambia tena, mstari wa 18 panda pale juu, huduma tuliopewa. Mstari wa 18, lakini vyote pia vyatokana na Mungu, ndio aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, ndio naye alitupa huduma ya upatanisho. Haleluya, haleluya, amen. Hebu sema hivi, ninayo huduma ya upatanisho. Ninayo huduma ya upatanisho. Hivi huduma ya upatanisho tulio nayo ni ya kumpatanisha nani na nani? Mtu na Mungu. Mtu aliyepotea na Mungu. Ni huduma ya upatanisho. Aliye nayo ni nani? Mimi. Kila aliyeokoka. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mbona mnanikasirikia? Au haimo ndani yenu? Ile huduma ukishaokoka tukasema mimi nimeokoka, mimi nimeacha dhambi, huduma ya upatanisho inakuja ndani yako. Piga kelele, sema amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Natamani nikuulize sasa, kama ndani yako umepewa vitu viwili, umepewa huduma ya upatanisho. Mstari wa 19, umepewa neno la upatanisho. Je, uko tayari Mungu akutumie ukafanyike kinywa cha Bwana kuwaleta waliopotea kwa Kristo? Amen. Tuko tayari tuhakikishe tunafanyika tawi linalozaa na tuzidi kusafishwa mbele za Kristo? Amen. Je, tuko tayari sisi tusiwe miongoni mwa wale wanaolia ole kwa sababu ya wanashindwa kuihubiri Injili? Amen. Tuko tayari kuwaleta waliopotea ili na wao waje wapate uzima tulio nao? Amen. Kama unanielewa, piga kelele, sema amina. Amen. Huduma ya upatanisho sio kwa ajili ya wachungaji peke yao. Huduma ya upatanisho maana yake ya kuwaleta waliopotea kwa Mungu, sio kwa ajili ya wainjilisti peke yao, ni kwa ajili ya kila mmoja aliyempa Yesu maisha. Kama umempa Yesu maisha, huduma hiyo imo ndani yako. Leo tuiamshe ifanye kazi. Leo tuiamshe ifanye kazi. Leo tuiombe ifanye kazi. Leo tuiombe ifanye kazi. Utoke na nguvu za Roho Mtakatifu ukawashuhudie watu. Petro aliyekuwa mwoga, hata anaogopa, yule mjakazi anamwambia na huyu ni Mgalilaya, anamkana Yesu mara 3. Alipopata uweza kutoka juu, alikuwa tayari kuwashuhudia watu 3,000 wakaokoka siku ya Pentekoste. Na sisi ni siku ya pekee ambapo tunamwambia Bwana, kuanzia leo na mimi nataka nitumie ile huduma ya upatanisho uliweka ndani yangu. Lile neno la upatanisho uliloliweka ndani yangu lifanye kazi, na Bwana atakutengeneza, utakuwa mtu wa tofauti. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Simama kwa miguu yako. Kuna wimbo fulani wa zamani natamani tuwimbe kidogo. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu shambani. Yesu nitume. Nitume Yesu nitume. Nitume Yesu nitume. Nitume Yesu shambani. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu shambani. Nitume Yesu nitume. Nitume Yesu nitume. Nitume Yesu nitume. Nitume Yesu shambani. Nitume hata Morogoro, nitume hata Dodoma. Nitume Yesu, nitume. Nitume nami nitakwenda Baba. Nitume Yesu nitume. Yesu, Nitume Yesu nitume. Nitume Yesu nitume. Nitume Yesu shambani. hebu acheni vyombo, acheni vyombo, tuimbe tu kawaida. Yes. Na ninyi simameni tuimbe. Imba kwa kutafakari, uone haya maneno kama unamwambia Yesu akutume. Nitume Yesu, nitume.
Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu shambani. Nitume Yesu, Nitume Baba. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu shambani. Nitume kwa wapogolo, nitume kwa wanyamwezi, nitume hata kwa waha. Nitume nami nitakwenda Baba. Nitume Yesu, Nitume Yesu. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu, nitume. Nitume Yesu shambani. Uko hapa umelisikiliza neno kama saa nzima nimehubiri, ungetamani umwambie Bwana kwamba Mungu nisaidie, nataka niwe tawi linalozaa. Bwana, nataka niwe tawi linalozaa. Tumeona maandiko mengi. Umezungukwa na watu waliopotea, umezungukwa na watu ambao hawamjui Mungu, lakini wewe ni shahidi kwamba kwa kiwango gani umewaambia habari za Yesu. Leo tuchukue, umeanza hatua mpya. Nataka nikuombee, niombe pamoja na wewe kwamba Mungu akusaidie ili ufike mahali uchukue hatua ya ziada kumsema Yesu, hata kwa wale ambao wanaonekana ni wagumu. Umseme Yesu. Uchukue hatua ya kuwaleta watu kwa Kristo. Yesu hapendi kuona mtu yoyote anapotea, bali wafikirie toba. Kama moyo wako nasikia ungetamani ulitendee kazi neno hili ambalo tumejifunza mchana wa leo, nyosha mkono wako wa kulia juu. Najisikia kuomba na watu mchana wa leo. Unajisikia kulitendea kazi mchana wa leo. Haijalishi umewahi kufanya hivi lakini haufanyi tena. Mwambie Bwana, nisaidie. Natamani nifanye ziada kwa zaidi na zaidi. Nyosha mkono wako wa kulia juu. Basi kwa unyenyekevu mkubwa nikusihi, njoo mbele. Wewe ni mtu wa muhimu sana ambaye unaingia kwenye utumishi, unaingia kwenye huduma. Na mimi nikwambie, hakuna haja ya kuwa umemaliza chuo cha Biblia au shule ya Biblia. Vile vile ulivyo. Mwanamke Msamaria aliwaleta Wasamaria wengi kwa Yesu kwa maneno machache. Alikuwa anawaambia tu, njoni muone mtu aliyeniambia mambo yangu yote. Mama Msamaria akawageuza Wasamaria wengi kwa Yesu. Biblia inatuambia kiasi cha Wasamaria 2,000 wakamwamini Yesu kwa maneno machache, maneno laini yaliyosemwa na mama Msamaria. Moyo wako upondeke mbele za Bwana. Chukua nia ya dhati, chukua uamuzi wa dhati kwamba na mimi nataka niwe tawi linalozaa. Na mimi nataka nifanyike mtu wa msaada, mtu wa baraka ndani ya nyumba ya Mungu. Haitakusaidia hata kama unafanya huduma zingine mbalimbali, lakini usikii kuwaleta watu kwa Kristo. Haitakusaidia. Wale watu ambao mnakutana nao kazini kwako, ofisini kwako, nyumbani kwako, huo ni mtaji Mungu anakuletea. Fanya huduma. Tumepewa huduma ya upatanisho, na neno la upatanisho limo ndani yetu. Tutumike kwa ajili ya Bwana ili Yesu aendelee kutusafisha siku kwa siku. Haleluya. Amen. Weka mkono wako kwenye kifua chako kama unaweza, mkono wako wa kulia. Sema, Bwana Yesu, Bwana, nimelisikia neno lako nimelisikia neno lako na mimi nimeliamini. na mimi nimeliamini. Ninajua hupendi kuona mtu anapotea. Unatamani wote wafikirie toba. Niko mbele zako, naomba unisamehe. Sijatenda ipasavyo, nimekuwa dhaifu, nimekuwa mnyonge, sijawajibika. Leo nimegundua ndani yangu, tangu nilipookoka ulinipa huduma, nayo ni huduma ya upatanisho. Ukanipa neno, nalo ni neno la upatanisho.
kumbe vimo ndani yangu. Bwana uniamshe baada ya ibada hii tu, nianze kuwajibika, nihakikishe ninazaa watoto wa kiroho na waleta nyumbani mwako, ninawakuza hadi wafanyike watumishi katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya ulegevu, roho ya kupuuza ndani ya maisha yangu. Ninakataa kuwa tawi lisilozaa. Ninakataa kutokuzaa. Kuanzia leo mimi ni tawi lizalo, tawi litakalosafishwa kwa sababu linazaa sana. Asante Bwana wa uzima, umenisamehe. Ninaamini kabisa unanipa nguvu za kutendea kazi huduma iliyomo ndani yangu na neno la upatanisho lililomo ndani yangu. Na hidi mbele zako kwamba nitatenda inavyonipasa kutenda katika jina la Yesu. Sema wote amen. Chukua dakika moja, jiombe mwenyewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wa uzima, Mungu wa milele, tazama ninawainua wamama hawa, ninawainua wababa hawa, ninawainua vijana wa kiume, ninawainua vijana wa kike ambao wako mbele zako Bwana, ambao ndani yao wanayo huduma ya upatanisho, ndani yao wanayo neno la upatanisho. Wanatamani sasa wainuke, waweze kufanyika tawi linalozaa, waweze kufanyika tawi linalozaa, waweze kufanyika tawi linalozaa kwa jina la Yesu Kristo. Yamkini hawajazaa kwa sababu ya kutokujua, lakini kuanzia leo, Bwana wa amani, acha waende wakiwa na mienge ya moto kama wamwitu waliofungwa mienge na Samsoni kwa ajili ya kuteketeza mashamba ya Wafilisti. Bwana wa uzima, wanapotoka mahali hapa, wakatoke na nguvu nyingine, wakatoke na moto wa Bwana, wakatoke na moto wa Bwana, wakatoke na wivu wa Bwana, wakatoke na mzigo wa huduma katika jina la Yesu. Acha nguvu ya Roho Mtakatifu ikawafunike. Bwana, wawezeshe. Wenyewe peke yao hawataweza, lakini kwa msaada wako watasimama sawa sawa. Orabashaidoria basata, kirabasandoria bashika, Riko satara boshika pa, mwamba wa wokovu wetu, kimbilio na uzima wetu. Wewe ni Bwana wa uzima, wewe ni Mungu wa milele, wewe ni mfalme wa amani, kimbilio, ngome na msaada wetu. Ni wewe utoshaye, ni wewe uwezaye, ni wewe ukirimiaye mema. Uaminifu wako ni wa pekee, wema wako ni wa ajabu. Ninajua unatosha, ninajua unaweza, ninajua unatenda. Utukufu ni wako, heshima ni zako, enzi na mamlaka vina wewe Mungu. Uwezaye kuwatumia watumishi wako hawa kwa viwango vingine, kwa viwango vingine, kwa viwango vingine, kwa viwango vingine, katika jina la Yesu aliye hai. Roho ya ulegevu na unyonge tunaikataa. Roho ya hofu ndani ya watu tunaikataa. Roho ya kuona vitisho tunaikataa. Tunataka Roho wa Bwana akainue nafsi zao, zile huduma zilizolala, huduma ya upatanisho iliyolala ndani yao tunaiamsha. Neno la upatanisho lililolala ndani yao tunaliamsha kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, nakushukuru, nasema asante, maana ni wewe unayetosheleza. Utukufu na heshima vikurudie Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuseme wote amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Twende tukafanye kazi. Kama mmeelewa somo la leo, ninaamini Jumapili ijayo viti havitatosha. Kama wote hapa tulioko hapa, uzuri naweza nikawaangalia na wote nikawafahamu. Kama kila mmoja anaweza kaleta hata mtu mmoja, watu wawili, wenyeji wengine wanaweza wakasimama na Yesu akatukuzwa.
Kuna watu wanamezwa huko kwa mitume na manabii, wananyweshwa maji ya upako, wengine asali, wengine keki za upako. Tuwalete waje wampate Yesu. Mnanielewa vizuri? Hata wale walioko huko kwenye maimani ya ovyo ovyo, tuwalete kwa Yesu. Kuna mtu anayenielewa? Mwambie huko sio kwenyewe, njoo. Usikimbilie miujiza feki. Wakina Frederick Simon tumeikataa. Tumetaka Mungu akiponya aponye mwenyewe, Mungu akitenda muujiza atende muujiza mwenyewe. Amen. Sina wajibu wa kumsaidia Mungu chochote. Maana yeye anajitosheleza. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Nendeni mkaketi, wabaki wagonjwa. Wale ambao ni wagonjwa wabaki. Praise team, John muimbe hapa kidogo, wakati wagonjwa wengine waliobaki kule wanakuja. Praise team, kama mnaweza mkatuongoza kwa wimbo mfupi wa kusifu, tapendeza sana. Karibuni, John tuombee wagonjwa. Wakusifu. Mnazitafutaga nyimbo na nyie, mimbo na sitafutagi sana. Ukiniambia niimbe dakika yoyote Bwana ulioniita, unadondoka. Nyie mnajishauri. Unaweza Bwana wa mabwana. Unaweza. Wengine tusimame. Kama unajua una afya nzuri, simama tusaidiane kufanya huduma ya kwa maombi. Unaweza Bwana wa mabwana. Unaweza Bwana wa mabwana. Unaweza Bwana wa mabwana. Unaponya Bwana wa mabwana. Unaponya Bwana wa mabwana. Basi tumuombe Mungu kwa imani, na wengine mnaweza mkawawekea mikono kwa ajili ya uponyaji juu ya maisha yao. Ni mzee wa kanisa, ni mchungaji, usiweke mikono juu ya askofu, ana mafuta haya bado makubwa. Si ni sawa? Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa sababu wewe ni mwema, unastahili sifa. Angalia Bwana, wapo ndugu zetu ambao wamesimama mbele zako, mbele ya madhabahu hii, ni wagonjwa, hawawezi. Naomba Bwana ukapate kuonekana juu yao. Kwa jina la Yesu Kristo, tunasimama kinyume na nguvu zote za ugonjwa. Tunasimama kinyume na mamlaka ya mateso. Toka kwa jina la Yesu. Kwanzia utosi wa kichwa hadi wayo wa mguu, tunaachia uzima. Matu wa Bwana ukalame magonjwa. Toka kwa jina la Yesu. Shida kifuani, tatizo tumboni, mahali popote, kwenye figo, kwenye ini, kwenye kifua, mahali popote, tunaachia uzima. Tunaachia uzima. Kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo tuleta afya na kila yoyote kama gonjwa, iwe aina yoyote magonjwa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu Kristo. Umeachilia uzima wako juu ya watu wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu namwita Mungu mkuu yote ukatawala na kumiliki juu ya mtoto huyu kwa jina la Yesu Kristo, akawe na afya njema kuanzia sai hadi Mungu uzima. Haleluya, haina nafasi tena kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo, zikamfunika na kumtoa Mwana wa Mungu aliye hai. Tunaachilia nguvu ya uponyaji, tunaachilia nguvu ya uzima juu ya watu hawa, watoto hawa. Kwa uzima
Asante kwa Pokea sababu ni uponyaji. Asante kwa ajili ya Tunakataa upendo hali wako. yoyote ya Na mateso. tunaamini kwamba rehema zako Tunakataa zinawafunika hali yoyote ya na maumivu. kuwatunza na Tunakataa kuwapata hali yoyote sema ya katika shida katika jina la mwili. Yesu Achia, Kristo. achia, achia, achia. Kwa jina la Yesu Achia Kristo. kwa jina la Katika Yesu. jina la Yesu Kristo. Uponyaji wa Katika Kristo jina la Yesu ukapenye Kristo. na watumishi wako wawe wazima kuanzia saa hii. Katika Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Unaweza Bwana wa Bwana. mabwana. Unaweza Bwana wa Hebu tucheze kidogo, tucheze kidogo. unaweza Tucheze kidogo. Tucheze kidogo. unaweza Bwana wa mabwana Lucas. unaweza Bwana wa mabwana unaweza unatosha Mungu wetu wewe unatosha Bwana wa mabwana unatosha unaweza Bwana wa mabwana Bwana wa mabwana unaweza. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen.